Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kusalia nasi. Tuendelee mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mmoja wa wataalam wabobezi wa sayansi na teknolojia ameweka wazi kuwa matumizi ya akili unde AI yanaweza kuwa suluhisho muhimu kwa wafanyabiashara wa ndani, ikiwa ni pamoja na kuongeza ufanisi wa kuhudumia wateja kwa zaidi ya saa 12 kwa siku bila uwepo wa wahudumu dukani. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anatueleza zaidi. Kauli hiyo imetolewa na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma Dr. Jabera Matogoro wakati akizungumza na Channel 10 kuhusu nafasi ya akili unde na ubunifu katika uchumi wa kidijitali. Tunapotumia akili unde ambayo imetengenezwa kujibu mahitaji yetu kulingana na biashara unayoifanya, inatoa nafasi kwa watu ambao hawana hitaji la kufika moja kwa moja dukani kutumia na kupata huduma mbalimbali kupitia program za akili unde. Kuhusu matumizi ya akili unde kwa wakulima, Dr. Matogoro amesema inaweza kuwasaidia wakulima ambao hawafikiwi na maafisa ugani. Ni namna ambavyo unaweza ukaitumia akili unde kuanzia pale unapoanza kuandaa shamba na hatimaye kukupa pengine matarajio ya mavuno yatakuwa kiasi gani. Na hili ni eneo ambalo tunaona kwamba kwa wakulima wetu ni lazima tutumie akili unde kuhakikisha kwamba kilimo chetu kinakuwa na tija. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Benki ya CRDB imeanza kutoa mikopo isiyo na riba yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa vikundi vya vijana, wanawake na makundi maalum katika mkoa wa Dodoma, huku mpango huo ukitekelezwa kwa kipindi cha miaka 5. Taarifa zaidi na Amani Mbando anatueleza. Programu hiyo inayotekelezwa kupitia mpango wa Imbeju chini ya benki hiyo inatokana na utashi wa mbunge Dr. Neema Majule ambaye amebeba dhamana ya mikopo hiyo ili kuhakikisha vikundi vya vijana, wanawake na wenye ulemavu hawakabiliani na changamoto itakayowazuia kukopesheka. Upekee wa programu hii, wakopaji hawahitajiki kuwa na dhamana wala asilimia yoyote kwenye akaunti wala makato ya pesa yoyote kwa sharti ya kukopeshwa. Kwa vile mimi mwenyewe mbunge nimeweka dhamana zangu kwenye benki, hivyo hakuna riba. Mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation Tuliesta Mwambapa amesema programu hiyo inatekelezwa baada ya maafisa wa CRDB kuelimisha makundi hayo, ambapo vikundi zaidi ya 150 vilifikiwa na 16 kukidhi vigezo. Tumeweza kuvifikia vikundi 158 vyenye uhitaji wa mitaji wezeshi yenye jumla ya shilingi bilioni 1. Leo kuna vikundi 16 vinavyowakilisha wengine waliopata mitaji wezeshi ya Imbeju. Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wameeleza namna ushirikiano kati ya mbunge na benki hiyo ulivyorahisisha kupatikana kwa haraka mikopo hiyo. Mikopo mingine kwa kweli unapata shida, unazungushwa, mara pita hapa, mara toa hela hii, mara ufanye hivi na mkopo upate. Lakini huu kwa kweli ni uaminifu kwa kweli. Mikopo yenye riba inatuumiza sana, lakini huu ambao hauna riba ni mzuri na tutanufaika kukuza biashara zetu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Bwana Dennis Londo amesema serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti za kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi kwa kuimarisha uzalishaji wa ndani kupitia ujenzi wa kongani za viwanda. Naibu Waziri huyo wa Viwanda na Biashara amesema hayo hapa jijini Dodoma wakati alipokuwa akijibu maswali ya wabunge. Hadi kufikia Disemba 2025, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi imefanikiwa kuanzisha kongani 36 katika mikoa 16 nchini. Hivyo naomba kutoa rai kwa sisi wabunge kuendeleza hamasa ya kupromote bidhaa zetu za ndani kwa kuzitumia na kuonyesha Watanzania kwamba bidhaa zetu zina ubora na zinakidhi viwango na tunazipenda. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inayotamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Mpaka wakati mwingine, hivi punde tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi Channel 10+.